msitufiche ndani. Huyu mgeni alisema atakuja saa 5. Na huu muda ndo wenyewe huu. Mungu wangu, nisije nikadhalilika mimi. Vipi? Mbona una hema hivi? Hapana, si unajua tena mambo ya shambani. Kuna jambo tunalifanya. Baba! 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 Baba, mbona kila wageni wakija unatuficha? Msitufiche ndani. Baraka, kwa nini unaficha watoto? Hapana. Baraka, ulemavu sio ugonjwa wala sio changamoto ya kutisha kiasi hicho. Kila binadamu ana haki ya kuishi na kupata haki kama wanavyopata wengine. Huna haja ya kuwaficha watoto. Si kama unanielewa? Ndio maana kiwembe ni kikali lakini kinashindwa kukata mti. Lakini shoka ina nguvu lakini inashindwa kukata nywele. Hii inamaanisha kwamba kila kiumbe kilichoumbwa kina umuhimu wake kwa nafasi yake. Na kila kiumbe kina nafasi ya kuenjoy keki ya jamii. Ndugu yangu, unajua kwangu mimi ni aibu, ni fedheha kuwa na watoto wa aina hii. Fedheha ya nini, Baraka? Hebu ifikie pahala hii jamii ibadilishe minds. Hebu tuoneni namna bora ya kufikiri. Yaani ni aibu watoto wako kuwa walemavu. Ni changamoto watoto, wewe ndio umeumba. Unajua kwa nini Mungu amemuumba huyo kiumbe? Haya, watacheza na nani vipi yani? Wakati ndani ya hii Chunya lipo eneo maalum hapo shule ya Kibaoni linalea hao watoto, linahudumia hao watoto. Wewe changamoto yako ni nini? Nisikilize. Yaani unamaanisha kwamba watoto wangu wanaweza wakasoma nao shule? Sasa wasisome wana mapungufu gani? Na wataelewa. Wewe Baraka, hebu acha kumkufuru Mungu bwana. Yaani wasielewe kwa sababu gani? Hakuna tatizo lisilokuwa na dawa. Tayari kuna wataalamu hapo Kibaoni wapo kwa ajili ya hao watu. Wanashughulikia, na wewe sio wa kwanza, hata mimi watoto ninao na wapo hapo sasa hivi wanaendelea vizuri. Ndugu yangu, mimi niseme asante sana. Nakushukuru. Nakushukuru, umenifungua kabisa. Watoto wangu mimi wanatengwa kijijini. Hawa wachezi na watoto wenzao, wazazi wao wanawakataza kabisa. Naonekana mimi kwamba ni laana hii kuwa na watoto wa... Hapana, sio laana. Samahani. Hebu niambie, kwani utaratibu upoje?
Taratibu sasa wa kufika hilo eneo ni wewe kuwachukua hao watoto na kuwapeleka pale. Ukifika pale, wapo wataalamu watakupa kila kitu pale. Basi na mimi muandae. Usichele kwa sababu sikiliza mimi nikwambie kitu. Au mimi mbona ninao pia. Hebu chukua hao watoto tuondoke nao. Mke wangu. Basi mke wangu. Maana viongozi walemavu waficha watoto. Ndio tukiwa wapate haki za msingi, unawaficha vipi? Nani kakwambia mlemavu hana thamani? Nani kakwambia mlemavu anataka kuficha? Unamficha vipi wakati haki ya msingi. Walemavu wana haki. Mimi nakushukuru sana. Mke wangu, naomba ubaki sasa unafanya mambo hapa. Maanake si unaona mgeni mwenye atakula. Sawa. Basi wewe andaa tu mambo. Viongozi. Nafikiri mzazi mwenzangu hapa leo ndio ile siku amefika, nataka kuthibitisha kile ambacho tumemfikishia. Kwa hiyo nisipoteze muda, naona nikuache wewe sasa. Umthibitishie. Nikukaribisha sana shuleni hapa. Kwanza nimefurahi kwa ujio wako, kwa sababu ni kati ya wazazi ambao walikuwa hawana uelewa juu ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaweza kusoma kama wanafunzi ambao hawana mahitaji maalum. Na kipindi unamleta mtoto baada ya kuelimishwa, ulikuwa huamini kwamba mtoto wako anaweza akabadilika akishakuwa maeneo ya shule kwa maana ya kusoma. Lakini leo hii mimi binafsi najivunia Joshua pamoja na Elia ni watoto ambao wanafanya vizuri sana darasani na wana uwezo wa kuandika vizuri kama watoto wenzao ambao hawana mahitaji maalum. Mwalimu, mimi nakushukuru sana. Kwa unataka uniambie mwalimu, watoto wangu mimi wanajua kuandika na kusoma? Wanajua vizuri kuandika na kusoma bila shida. Wanaelewa vizuri. Na wanaweza kuandika. Joshua, hebu njoo hapa uandike. Njoo. Joshua. Mzazi wako anataka aone, je, kweli una uwezo wa kuandika? Hebu tuandikie tuone. Kuwaficha watoto ndani ni kuwakosesha haki za msingi. Mlemavu na anayo haki kama walivyo watoto wengine. Anakuja shule alikuwa hawezi hata kushika biki wala penseli, lakini sasa hivi mwanao anashika vizuri na anafanya vizuri. Maskini, angalia anavyoandika. Sasa hivi ameweza kuandika 1 mpaka 10. Hebu angalia. Ulikuwa utaki mambo. Unaona sasa? Hebu tuone. Elia anaona. Na Elia anaweza kuandika. Elia anaweza kuandika. Anaandika vizuri. Anapaswa kujifunza. Maana wapo wenye vipaji. Anapaswa kujifunza. Maana viongozi walemavu wapo. Andika vizuri kabisa. Watoto wapo wanacheza tu madumu pale, wanakaa nje tu. Unaona? Mnawaficha ndani watoto walete shuleni, mnaogopa nini? Mtoto mlete shule, atapata elimu vizuri. Mimi nikushukuru sana. Asante sana mzazi. Karibu sana, lakini nikuombe ukaendelee kuwapa elimu na wazazi wengine ambao wao wanaamini kwamba mtoto mwenye mahitaji maalum hawezi kupata elimu. Tunapinga ukatili wa kijinsia, ushoga na usagaji, ulawiti na ubakaji. Mungu wetu tusaidie.
Kuwaficha watoto ndani ni kuwakosesha kisa msingi. Mlemavu na anayo haki kama walivyo watoto wengine, anapaswa kujifunza. Maana wapo wenye vipaji, anapaswa kujifunza. Maana viongozi walemavu wapo. Msifiche watoto ndani, pakosesha haki ya msingi. Walemavu wana haki kama watoto wengine, na wanapaswa kujifunza. Maana wapo wenye vipaji, tumeona walemavu viongozi. Msitufiche ndani, na sisi tuna haki. Passons.